Leo tunakwenda kuzungumzia habari inayozua mjadala mkubwa katika dirisha la usajili NBC Premier League Tanzania, ambapo mshambuliaji Saleh Karabaka amejiunga rasmi na Pamba Jiji FC kwa mkopo wa msimu mmoja akitokea Simba Sports Club. Lakini swali kubwa ambalo mashabiki wengi wanajiuliza ama wanauliza ni kwamba je, huu ni uamuzi mzuri kwa Karabaka na Pamba Jiji itanufaika vipi kutokana na usajili wa namna hii? Saleh Karabaka ni mmoja ya washambuliaji wazawa waliopiga hatua kubwa katika misimu ya hivi karibuni. Ingawa bado ni mchezaji wa Simba Sports Club na nafasi yake ya kucheza mara kwa mara ndani ya kikosi hicho haikuwa rahisi kutokana na kwamba ushindani mkubwa uliopo kwenye safu ya ushambuliaji ndani ya kikosi cha Simba. Lakini ili kuweza kuendelea kupata maendeleo, Karabaka alitumwa kwa mkopo JKT Tanzania, na huko ndiko alipoonyesha uwezo wake halisi. Na katika msimu uliopita wa NBC Premier League tunamuona Karabaka akifunga magoli 10. Kwa kiwango hicho kilifanya jina lake kuanza kuzungumzwa na vilabu mbalimbali nchini. Kwa nini Pamba Jiji imchague Karabaka na sio mchezaji mwingine? Pamba Jiji inaingia msimu mpya ikiwa na malengo ya kufanya vizuri zaidi kuliko ilivyofanya msimu uliopita. Moja ya changamoto ambazo timu nyingi hukutana nazo ni ukosefu wa mshambuliaji mwenye uwezo wa kubadilisha matokeo ya mchezo. Ndio maana utaona kwamba viongozi wa Pamba Jiji waliamua kufuatilia kwa ukaribu mchezaji huyu, na kwa sababu ya uzoefu wake wa kucheza NBC Premier League, anajua mazingira ya soka la Tanzania, pia ana uwezo wa kufunga kwa miguu yote miwili pamoja na mipira ya kichwa. Zaidi ya yote ni mchezaji ambaye anapambana kwa dakika zote 90 bila kuchoka. Hizi ni sababu ambazo zilifanya Pamba Jiji kuona kuwa ndiye mtu sahihi wa kuweza kuongeza nguvu kwenye safu yao ya ushambuliaji. Tukiendelea na uchambuzi wetu, tunaweza tukaenda kutazama kiundani ushindani uliopo kabla ya kusaini. Unajua katika saini zote za wachezaji panakuaga na ushindani kutoka klabu moja na klabu nyingine, lakini pia mchezaji mwenyewe unakuta kwamba anataka labda kwenda mahali pengine. Taarifa zinaonyesha kuwa Pamba Jiji haikuwa timu pekee iliyokuwa ikimhitaji Karabaka. JKT Tanzania ilitamani kuendelea naye baada ya msimu mzuri aliyokuwa nao, lakini pia kulikuwa na taarifa kuwa Singida Black Stars ilikuwa ikimfuatilia kwa ukaribu maendeleo yake. Hata hivyo, mazungumzo kati ya Simba na Pamba Jiji yalifanikiwa mapema na hatimaye makubaliano yakafikiwa. Karabaka sasa atavaa jezi ya Pamba Jiji kwa msimu mzima wa 2026 na 27. Kwa mtazamo wa wengi, baadhi ya mashabiki wanaweza kujiuliza kwa nini Simba Sports Club imeweza kumruhusu mchezaji aliyefunga mabao 10 kuondoka. Lakini katika soka la kisasa mikopo ya wachezaji ni sehemu ya maendeleo yao tu, na kwa sasa Simba ina ushindani mkubwa katika safu ya ushambuliaji. Kila nafasi inagombewa na wachezaji wenye uzoefu mkubwa. Badala ya Karabaka kukaa benchi kwa muda mrefu, klabu imeona ni bora akacheze mara kwa mara kwenye timu nyingine. Hii itamsaidia kuongeza uzoefu, kujiamini na kuendelea kufanya vizuri katika nafasi yake. Kwa Simba huu unaweza kuwa ni uwekezaji mzuri kwa baadaye. Tukaangalie mazingira ambayo Karabaka anaweza kukutana nayo Pamba Jiji. Changamoto ya kwanza ni kwamba itakuwa ni kuzoea mfumo mpya wa benchi la ufundi. Kila kocha ana falsafa yake ya uchezaji, tunalijua hilo, lakini pia atahitaji kuelewana haraka na viungo pamoja na wachezaji wa pembeni ili kuongeza ufanisi wa safu ya ushambuliaji. Mashabiki wa Pamba Jiji watakuwa na matarajio makubwa sana kutokana na rekodi yake ya kufunga mabao. Pressure itakuwa ni kubwa sana, lakini mwisho wa siku tunaamini kwamba mchezaji ana sifa ya kuadapti mazingira na ataweza kubadilika kulingana na mazingira ya Pamba Jiji. Iwapo Pamba Jiji itamjengea mazingira mazuri ya kupata huduma kutokana na viwango vyake, basi hakuna sababu ya kushindwa kuvunja rekodi yake ya msimu uliopita. Lakini kama timu haitatengeneza nafasi za kutosha, hata mshambuliaji bora anaweza kushindwa kufunga. Hivyo mafanikio yake hayatategemea uwezo wake binafsi, lakini pia mfumo mzima wa timu unacheza vipi na mchezesha vipi. Simba inafaidika vipi na dili hili? Kama Karabaka ataendelea kufanya vizuri, basi Simba Sports Club itakuwa na machaguzi kadhaa ya kufanya. Kwanza, inaweza kumrudisha kikosini akiwa umepata uzoefu mkubwa zaidi, lakini pia inaweza kumuongezea mkataba, lakini pia inaweza kumuuza kwa bei nzuri kwa Simba akawa ameweza kufanya biashara. Na bado akiwa Pamba Jiji, Simba ataendelea kumfuatilia ili kuweza kujua mwenendo wake.
Karabaka ameingia kwenye msimu muhimu sana katika maisha yake ya soka, kwani kila dakika atakayocheza, kila bao atakalofunga na kila kiwango atakachoonyesha kitakuwa sehemu ya kuamua mustakabali wake. Lakini mwisho wa siku akiendelea kufanya vizuri, anaweza kujikuta akipata nafasi kubwa zaidi ndani ya Simba Sports Club hata kupata ofa nje ya klabu. Unajua ziko klabu nyingi Tanzania ambazo zinahitaji huduma za washambuliaji. Kwa upande mwingine, kushindwa kuonyesha kiwango chake kizuri kinaweza kuathiri hata nafasi zake, nafasi ya kucheza baadaye ama kujiunga na klabu kubwa zaidi. Tumalize kwa kusema kwamba uhamisho wa Saleh Karabaka kwenda Pamba Jiji kwa mkopo unaonekana kuwa hatua yenye manufaa kwa pande zote mbili, na Pamba Jiji imepata mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kufunga mabao na mwenye uzoefu wa ligi kuu. Karabaka amepata nafasi ya kucheza mara kadhaa na kuendelea kuonyesha kipaji chake, haina doubt anafanya vizuri, na Simba Sports Club imeendelea kumiliki haki za mchezaji huku ikimpa nafasi ya kuendelea kuonyesha uwezo wake na kufanya maamuzi ya mwisho kuhusu mustakabali wake. Sasa macho yote yameelekezwa kwenye msimu wa 26-27 kuona kama Karabaka ataendeleza kiwango chake na kuwa miongoni mwa washambuliaji bora NBC Premier League. Unadhani labda Saleh Karabaka atafunga mabao mangapi akiwa Pamba Jiji msimu huu? Je, Simba imefanya uamuzi sahihi kumtoa kwa mkopo au ipaswa kumbakisha kikosini? Andika maoni yako kwenye sehemu ya maoni hapo chini, lakini pia usisahau kulike video hii, kushare kwa marafiki zako, lakini pia usiache kusubscribe Vision Africa TV kwa habari za uhakika, uchambuzi wa kitaalamu na taarifa zote za usajili wa soka la Tanzania. Asante kwa kutazama na tutazidi kuonana katika